Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana katika masomo yetu. Leo tutafikiria jambo la Mungu kuumba, jambo la uumbaji. Mimi ni mwalimu Mike na mchungaji Mmasa. Na katika video nyingine tuliangalia wema wa Mungu na neema yake na uwezo wake, utawala wake mwema. Kwa ni nzuri kufikiri jinsi ambavyo alionyesha hivyo katika kuumba. Na Biblia inasema Mungu aliumba vitu vyote vyema. Mwanzo sura kwanza inasema aliumba vyote vyema, lakini pia waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya 4 mstari wa 4 inasema, kwa maana kila kiumbe cha Mungu ni kizuri, wala hakuna cha kukataliwa kama kikipokewa kwa shukrani. Kila kiumbe cha Mungu ni kizuri. Mungu aliumba vyote kuwa vyema. Na tutafikiria Mwanzo sura kwanza, kufikiri inasema nini kuhusu uumbaji, lakini ni nzuri mchungaji kusema ya kwamba Biblia inafundisha sana katika jambo la Mungu au kazi ya Mungu kuumba, si tu katika Mwanzo sura kwanza na sura pili, lakini sehemu zote za Biblia inafundisha, na labda tutaangalia pengine leo. Lakini tukifikiria kitabu cha kwanza cha Biblia na sura ya kwanza inaanza kwa kusema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Kwa hiyo tunajifunza nini hapo katika Mwanzo sura ya kwanza kuhusu uumbaji au kazi ya Mungu kuumba? Jambo tunaloona ni Biblia inatujulisha namna Mungu aliumba na namna alivyofanya kwa utaratibu, kwa sababu inaenda na mtiririko. Amefanya nini siku gani? Amefanya nini siku gani? Lakini mstari wa kwanza ni unatoa muhtasari wa uumbaji, kwamba Mungu aliumba mbingu na nchi. Alafu haiongei kuhusu uumbaji wa mbingu ila wa nchi, na anasimulia yaliyoko ndani ya nchi vile amefanya. Kwa hiyo tunaona hivyo kwamba Mungu ameumba, lakini kwa utaratibu wa nini amefanya siku ya kwanza, nini amefanya siku ya pili. Na inasisitiza kwa namna hiyo ya kwamba ni Mungu peke yake aliyeumba. Hakutafuta msaada. Si kwamba kuna vitu vingi ambavyo vilihusika na kuumba, lakini Mungu peke yake. Halafu na kwa huu utaratibu ambayo ulionyesha, aliumba kwa hekima. Lakini pia tunaona hekima hiyo kwa sababu jinsi aliumba katika Mwanzo sura kwanza, aliumba kwa jinsi gani? Kwa neno. Kwa neno. Mstari wa 3 Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Kwa hiyo aliweza kuumba kwa kusema tu, kwa kunena tu, kwa neno lake. Na hii inaonyesha mamlaka kabisa. Kwa hiyo mtu ambaye anaangalia, anatazama, unaweza kuenda kwenye bustani yako na kusema kwa kitu kukua, kitu kuwepo, unaweza kujaribu, lakini haitatokea kwa sababu sisi wanadamu hatuna mamlaka. Hata ukifikiria fundi ambaye anatengeneza meza au kiti au kitu kingine, si kwamba anaenda kwenye karakana na kusema tu. Anatengeneza kwa mikono na kutumia vifaa, lakini Mungu hakutumia vifaa. Hamna kama vitu vya kutumia. Hakutafuta ushauri au msaada. Alifanya peke yake, na alifanya kwa kunena, kwa kusema tu. Kwa hiyo inaonyesha mamlaka yake katika kuumba, si ndio? Ndio. Na hii ni sifa ya Mungu, kwamba anakuwa na uwezo juu ya kila kitu. Na hapa tunaona anaumba kwa kutumia neno, kwa kusema tu. Alafu akishaumba anatathmini kazi yake, na anasema akaona ni njema. Kwa hiyo Mungu ni wa ajabu, kwa sababu katika ukamilifu wake anafanya kilicho chema. Na hapa anapotathmini, anaona ni chema, yani kazi ambayo imeshafanikiwa. Kwa hiyo anaangalia vitu vile ambavyo aliviumba, jinsi vilivyo, na akaona ni vema sana. Kwa sababu gani? Vinakaa vizuri, vinafaa vizuri kwa kusudi ambalo Mungu aliweka. Na kusudi tunaona tena katika sura pili, kwa sababu siku ya 7
Mungu alimaliza kazi yake akastarehe. Kwa hiyo njia sababu inaandikwa namna hiyo, siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, ni ili kwamba tutaangalia siku ya saba na tutaona ya kwamba kuna lengo, kuna kusudi katika kuumba, na kusudi ni kwamba Mungu atastarehe. Na kustarehe hapa si kwa picha ya kupumzika, kana kwamba amemaliza kazi halafu na anaondoka na anapumzika, analala. Hapana. Picha ni kwamba baada ya kutengeneza kila kitu kizuri, Mungu anakaa katika kiti cha enzi ili kwamba atatawala na kufurahia kazi yake. Kwa hiyo ni picha ya kwamba labda unaweza kupata picha ya mtu ambaye anajenga shule. Anajenga shule, ananunua kiwanja, anajenga majengo, anaanzisha kama makamati na taratibu zingine, anapata na syllabus na mambo mengine, anaajiri walimu. Halafu ikiwa mambo yote yako tayari, anaweza kusimamia na kufurahia kazi yake. Ndio picha hii ya Mungu, lakini inaonyesha kwamba Mungu pia ana lengo ya kwamba sisi tutashiriki naye katika kustarehe kwake. Tutapata kuingia katika siku ya saba pamoja naye. Okay, lakini tukirudi kwenye swala la kuumba, Mungu aliumba nini? Aliumba nini, mchungaji? Tunaona siku ya kwanza kuna nuru, mchana alafu na giza, baada ya kuvitenga. Sasa anasema mstari wa 5, Mungu akaita nuru mchana na giza akalita usiku, ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya kwanza. Kwa tunapata picha ya siku ya kwanza, nini kimetokea. Kwa hiyo aliumba nuru. Na aliumba nuru. Na kwa sababu inasema aliita nuru si nuru mchana. Kwa hii inatoa picha kwamba si kwamba Mungu aliumba kitu cha nuru, lakini pia alikuwa anaumba wakati. Kwa sababu mchana ni wakati. Kwa hiyo ni wazo la nuru, ni kitu cha nuru, lakini pia ni wazo la wakati, kwa sababu alisema mchana na usiku. Tukiangalia kwenye Waebrania 11 mstari wa 3, inasema kwa imani twafahamu ya kwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Kwa hii inaweza kuwa na maana gani? Aliumba pasipo kitu. Alitumia neno. Hii ni tofauti na hali ya kawaida. Kwamba ili kutengeneza kitu lazima uwe na kitu kingine. Lakini kwa Mungu haikuwa hivyo. Kwa katika ukamilifu wake ametumia neno na kitu kimekuwa. Kwa kila kitu ndio aliumba kwa neno, pasipokuwa na kitu kingine. Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 16. Wakolosai sura ya kwanza na mstari wa 16 anasema, kwa kuwa katika yeye, yani katika Mungu Mwana, katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au usultani au enzi au mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake, naye amekuwako kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikana katika yeye. Kwa hiyo Mungu aliumba nini katika mstari huu? Kwa njia ya Mungu Mwana aliumba vitu vyote, halafu na anasema vitu vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana. Kwa hiyo hapa hasa anasisitiza ya kwamba vitu vya kimwili ambavyo sisi tunaviona Mungu aliumba. Ndio. Lakini vitu vya kiroho ambavyo sisi hatuoni, lakini Mungu aliviumba. Kwa hii ni pamoja na malaika, na hata na vile ambavyo leo tunasema ni mashetani au pepo au roho chafu. Vitu hivi vyote viliumbwa na Mungu,
na watu wanapata shida na hiyo kwa sababu wanaona vitu hivi ni viovu, lakini pia na sisi wanadamu tumeanguka na tunatenda dhambi, lakini hii haikani ya kwamba tuliumbwa mwanzoni na Mungu. Na pia na malaika ambayo walianguka na kutenda uovu waliumbwa mwanzoni na Mungu na waliumbwa vema. Hii ni pamoja na Ibilisi yenyewe ni kiumbe cha Mungu. Kwa hiyo Mungu aliumba vitu vyote vya kimwili na vya kiroho. Hili ni jambo la kushangaza kwamba katika ukamilifu wake Mungu, sisi na shetani ni viumbe vya Mungu vilivyotokana na kazi yake. Ingawa shetani ni habari mbaya kwa sababu ni mkuu wa uovu, lakini hapa tunaongea mwanzo wa vitu vyote. Ni Mungu ameumba na ameumba kwa neno lake na kwa mamlaka yake. Kwa hakuna kitu kisichotokana na Mungu. Vyote vimetokana na Mungu. Hata kama kwa sasa kuna vilivyo vyema na vingine vinaonekana ni vibaya, lakini vyote vipo kwa sababu Mungu aliumba. Na hili ni jambo la kushangaza tunapotafakari ukuu wa Mungu na kuona yeye ni mkuu wa vyote na mwanzilishi wa vyote. Na hakuna kitu kilikuwepo ambacho hakihusiani na Mungu na Mungu akakitumia hicho kuumba kingine. Hamna. Ila yeye amekuwepo kabla ya vyote, alafu vyote vimekuja kwa sababu ya uumbaji wake. Alisema tu. Lakini pia aliweka, ukiendelea kusoma Mwanzo sura ya kwanza, tunaona kwamba Mungu aliweka taratibu zile ambazo vitu vinaweza kuendelea katika maisha. Kwa hiyo wanyama wanaweza kuzaa watoto, na udongo una uwezo wa si kuhuisha, lakini kuwezesha miti kukua na kuwa na uhai. Na Mungu aliweka taratibu hizi. Kwa hiyo si kwamba Mungu kila wakati anahitaji kuendelea kuumba kutoka si kitu, lakini aliweka uwezo ndani ya uumbaji wake kuendeleza uhai, uzima. Okay, kwa hiyo ulisema vizuri ya kwamba tunapata picha ya kwamba kuna Mungu ambaye peke yake hakuumbwa. Mungu ambaye peke yake ni wa milele, hakuzaliwa, hakuumbwa, yuko kila wakati, yuko kwa milele. Halafu na vitu vyote vingine, ikiwa ni wanadamu, ikiwa ni twiga au tembo, ikiwa ni malaika na shetani, kila kitu kingine ni kiumbe. Na ni muhimu ya kwamba tunalinda, tunatambua na tunalinda tofauti ile ya kwamba Mungu peke yake ni wa milele. Mungu peke yake hakuumbwa na vitu vyote vingine viumbe. Kwa hiyo vitu vyote vingine viko kwa sababu ya mapenzi ya Mungu. Viko kwa sababu ya neno lake. Viko kwa sababu Mungu anataka viwepo na alivitengeneza. Na vinategemea kabisa Mungu kwa uwepo wa. Mungu peke yake hategemei kitu kingine. Hahitaji kitu kingine. Na kwa sababu hiyo pia ni Mungu peke yake ambaye anapaswa kuabudiwa. Na ikiwa tunaabudu kiumbe, hata ikiwa ni malaika, ni kiumbe, na tunaiba Mungu utukufu wake. Yani tunampa kitu ambacho alitengeneza Mungu utukufu ambaye ni peke yake ambaye anastahili. Kabisa. Kuna mambo mawili ambayo ni tumeona kwenye uumbaji. Kwa siku ya kwanza Mungu anaumba nyakati, muda. Na kuna hili swali watu wanauliza, ikiwa ni hivyo Mungu ameumba kila kitu, lakini kabla ya kuumba kila kitu alikuwa wapi? Na nijibu ni kwamba hakukuwa na wapi, kwa sababu bado hakuumba. Kwa hiyo tunakosa jibu alikuwa wapi, kwa sababu hii wapi iliumbwa kwa siku ya kwanza. Kwa hiyo swali linakuwa halipo.
lakini ni kweli kwamba Mungu yuko nyuma ya vitu vyote ambavyo vimekuja baadaye wakati anaumba, na kila kitu ni uumbaji wa Mungu. Kwa hiyo ni kweli kwamba anastahili kuabudiwa yeye peke yake na wala si kiumbe. Kwa malaika sisi tuache kwamba wao ni watumishi wa Mungu, malaika wema, watumishi wa Mungu huko, lakini sio kazi yetu kuabudu malaika na kuomba malaika. Tunahitaji kuabudu Mungu na kuomba Mungu na kuwasiliana na Mungu. Yeye mwenyewe katika wema wake anajua nani atamtumikia kufanya huduma kwangu, kwako na kwa mwingine. Lakini wajibu wetu ni kumwabudu Mungu kwa sababu ni yeye pekee. Kuwa na ushirikiano na mwingine na akafanya kazi ya uungu kuumba na yeye si Mungu. Hapana. Kwa hiyo sifa ya Mungu inabaki kuwa ya pekee, kwamba ni Mungu juu ya vyote. Hakuna kingine. Yeah. Na picha ambayo tunapata kwa wanadamu wanaweza kuamka na wanashukuru Mungu kwa sababu wameamka kwa afya, na wanajua Mungu anawapa chakula na vitu hivi vya maisha na wanamwabudu. Lakini pia malaika, japo si ya kimwili na hawana hitaji kwa chakula kama sisi, lakini pia na malaika wanamwabudu Mungu. Na mambo ambayo wanahitaji kwa maisha yao au uwepo wao ni Mungu anayewatolea. Na kwa vile ambavyo wanaweza kuishi katika utiifu na wema na utakatifu, ni Mungu anayewapa uwezo wa kufanya hivyo kwa neema yake. Kwa hiyo pia na malaika wanamwabudu na wanamshukuru, japo mahitaji yao ni tofauti na ya kwetu. Pamoja na kuumba vitu, Mungu pia aliumba wakati, nyakati, muda, aliumba pia na mahali, aliumba taratibu. Aliumba kama mahusiano kati ya vitu, na aliumba kama mpangilio au utaratibu wa ulimwengu, vile vitu ambavyo sisi tunaelewa kuwa ni kama sheria au kanuni ya sayansi au ya asili. Mungu aliumba vitu hivi vyote kwa sababu aliumba si tu vitu vyenye hai, lakini aliumba kila kitu kinachohitajika ili waendelee na uhai. Na aliweka mpangilio, na tunaona katika Mwanzo sura 8 mstari wa 22 tunapata picha ya utaratibu huu ambaye ni Mungu aliyeweka katika ulimwengu, kwa sababu inasema muda nchi idumupo, majira ya kupanda na mavuno, wakati wa baridi na wakati wa hari, wakati wa kaskazi na wakati wa kusi, mchana na usiku havita koma. Kwa hiyo ni kama ahadi ambayo Mungu anaweka, na pengine katika Yeremia ni picha ya agano, lakini kimsingi Mungu aliweka hekima yake ndani ya ulimwengu, na kwa sababu hiyo kuna utaratibu, kuna kanuni za hekima, za asili, za sayansi, na ulimwengu unaamanika. Na tunajua hivyo kwa sababu mtu akiamka na kwenda kukamua, anategemea atapata maziwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu anajua si kwamba ng'ombe wake amebadilishwa kuwa ndege, au hata kitu kimebadilishwa na akikamua atapata mafuta ya alizeti au kitu kingine. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu ameweka utaratibu huu katika ulimwengu, ya kwamba tunaweza kutegemea. Tunaweza kutegemea kila kitu, na kwa sababu kitaendelea kadiri ya hekima hiyo, kadiri ya utaratibu huu, na tunaweza kujifunza. Kwa sababu Mungu aliweka hekima ndani ya ulimwengu, tunaweza kujifunza kujua wakati gani kulima, wakati gani kuotesha, wakati gani kuvuna. Na tukiotesha mbegu ya mahindi, tunapovuna hatutegemei maembe au kitu kingine, tunategemea mahindi. Na tunaweza, mchungaji, Mungu alitupa akili
alitupa pia na hekima, na ukisoma kwenye vitabu vya hekima katika Biblia kuna Mithali, kuna Zaburi, baadhi ya Zaburi, kuna Wimbo Ulio Bora, kuna Mhubiri, Maombolezo kidogo. Inaonyesha kwamba tunaweza kujifunza, kufanya utafiti na kujifunza na kuelewa ulimwengu wetu na kufanikiwa kwa sababu ya kuelewa ulimwengu wetu, kwa sababu kuna hali ambayo inaamanika. Na tunaweza kujifunza kama kanuni hizi za asili, kanuni za hekima, tunaweza kutafuta maelezo na sababu ya mambo kutokea. Na changamoto ambayo tunaweza kuwa nayo siku hizi na pia siku za zamani ni kwamba watu wanatafuta sababu na maelezo si katika asili na mazingira na ulimwengu, utaratibu huu ambaye Mungu aliumba na kuweka, lakini wanatafuta sababu na maelezo katika mambo ya kiroho au mambo ya uchawi. Lakini hatupaswi kufanya hivyo. Inawezekana, ndio, inawezekana ya kwamba kitu kimetokea kiajabu au kama muujiza au kama kwa njia ya nguvu za roho, lakini kawaida ni bora tukitafuta maelezo, sababu, chanzo, lakini pia na suluhisho katika mambo ya kawaida ya ulimwengu, kwa sababu Mungu aliumba ulimwengu ambayo unaamanika. Kwa mfano, ukipata ajali kwenye gari au kwenye pikipiki, mtu anaweza kusema nimelogwa, au kitu cha ghafla kimetokea kwa sababu ya roho chafu, lakini pia na bora ni nzuri kutafuta njia au sababu za kiulimwengu. Okay, labda breki zimeharibika, labda mtu alikuwa analewa na haendeshi vizuri na alikuwa anaendesha ovyo ovyo, labda kitu kingine, labda mnyama ikaingia na kusababisha. Nikiugua kwa sababu sikunawa mkono au tulikaa karibu na tuliambukizana, kitu kingine, kwa sababu Mungu aliumba ulimwengu mwenye utaratibu huu na alitupa uwezo wa kuelewa, kueleza na kufanikiwa, yani kujifunza kuhusu dawa, kukinga, kwa sababu tunaelewa mambo hayo. Kwa hiyo mchungaji, kuna nini ambacho labda tunahitaji kusikia leo katika mambo hayo? Kwa sababu ulimwengu ambaye Mungu aliumba si ovyo ovyo, wala si hautawali na kama roho nyingi ambayo hatuwezi kuamini. Mungu aliumba na Mungu anatawala, anasimamia, na aliweka hekima yake. Tunapaswa kujifunza nini? Ziko changamoto nyingi kwenye mambo ya uumbaji na kujaribu kujua sababu au chanzo cha tatizo fulani. Imewahi kutokea mwaka fulani, nimekaa na moja ya ndugu ambaye hatukuwa tumeonana kwa muda, kwa hiyo tumeonana sasa, na mahali tulikaa pana fence ya miti, na alitokea panya kutoka huko, akaja akapita miguuni mwetu akaendelea. Kwangu ilikuwa ni kawaida. Panya ni mnyama, na ni sawa, maisha yake ni vichakani huko polini. Lakini kwa mwenzangu ilikuwa ni habari mbaya kabisa. Aliwaza na kulalamika sana, watu hawanipendi, wananiroga, sasa wamenitumia huyu panya, anakuja mpaka hapa miguuni anapita. Kwake ilikuwa ni habari ya huzuni, amewaona wachawi wamekuja kwa njia ya panya. Kwa hiyo na ni Mkristo, kwa hiyo labda ni hofu. Kwa mtu anayeamini Mungu na anayemjua Mungu na ni Mungu ni muumbaji wa hivi viumbe vyote, kipaumbele cha kwanza kitakuwa ni kila kitu ni uchawi. Vingine ni viumbe kawaida. Kwa hiyo kuna changamoto nyingi, lakini tuna matatizo ya imani juu ya Mungu, lakini tuna matatizo ya elimu.
elimu ya kuchunguza mambo na kupata majibu. Umetolea mfano wa gari. Ni kweli gari ni chombo kilichotengenezwa kwa maarifa ya mwanadamu. Na chombo hiki kinaweza kukorofisha muda wote, kuharibika na kikaleta madhara. Kwa hiyo inafaa uchunguzi wa kwanza uwe ni kwenye chombo na namna watu hawa walivyojeruhiwa ikiwa wamepata majeraha. Kwa hiyo kwenye kutafuta ufumbuzi wa tatizo hili ni lazima uchunguzi ufanyike kujua kama chombo kilikuwa na shida, lakini pia namna watu hawa wameumia, kama wamejigonga, namna majeraha kwenye miili na vitu kama hivyo, ili wakati wa kutatua tatizo la kumtibu mgonjwa wa majeraha kunakuwa na jitihada zimefanyika za kujua ni kwa kiwango gani huyu mtu ameumia. Lakini tusipofuatilia kuchunguza ajali na hali ya watu namna walivyojeruhiwa, tukawaza kwamba hii sio kawaida ajali kutokea namna hii, utakuwa ni uchawi. Na tunajaribu kutafuta sababu na kuchunguza kwa mazingira ya uchawi kujua nani amesababisha. Labda waliojeruhiwa waliwahi kuwa na matatizo na watu wengine, kuna maadui ndani yao. Kwa hiyo kuna ni ukosefu wa imani, lakini pia na elimu juu ya namna ya kukabili mambo na kuyachunguza yanapotokea. Na bado hii ni changamoto kubwa sana kwenye jamii yetu sasa, ambayo ndani yake kuna Wakristo na wasio Wakristo. Wakristo wengi ambao wanaweza kutafuta sababu za kiroho kwenye kila tatizo linalotokea, kuna mashaka ya imani. Kwamba wanaamini wanarogwa, wanaamini pengine hawako salama kwa sababu wana maadui, wanahisi kuna watu hawapendi na hali kama hizo. Lakini haifai kuwa hivyo, kwa sababu sio kila kitu. Inawezekana sababu za kiroho zipo, lakini pia hazipo. Kwa hiyo ni muhimu kuwa na ufahamu wa mambo hayo. Tulienda mtembelea mtu mgonjwa. Na tulizuiwa tusiombe, kwa sababu mara nyingi Wakristo tukienda kumtembelea mgonjwa tunahitaji kuomba. Alafu tukishaomba tunajua sasa atakuwa salama. Lakini kiongozi wetu wa huo msafara alituzuia tusiombe, isipokuwa tuhojiane na mgonjwa ili kujua tatizo lake linahitaji maombi au linahitaji ushauri. Kwa hiyo baada ya kufanya hiyo, na ni kweli mwisho unaona huyu anahitaji ushauri. Kwa sababu ya hali alionayo. Mgonjwa alikaa miaka 3 yuko hospitalini. Na hapendi daktari yoyote, hapendi nesi yoyote, hapendi muuguzi yoyote, hana rafiki kabisa na yeyote wale wahudumu wa hospitali. Na anasema hawa ni wabaya sana, hawa ni maadui sana. Kwa nini wameniweka hospitalini miaka yote hii na hata sijui naumwa nini? Kwa sasa huyu hitaji lake sio maombi, hitaji lake ni ushauri. Aelewe kwa nini yuko hapa kwa miaka 3. Na aelewe tatizo linalomkabili ni nini. Sasa ili awe tayari kupokea hiyo huduma, kuna kazi kubwa ya kufanya. Ni muhimu kusikiliza kwanza. Lazima. Lakini si kwamba hiyo mfano wako ni nzuri ya kwamba unahitaji kumshauri, lakini ikiwa ni mtu ambaye labda anapata malaria na anahitaji dawa, si kwamba ni ama anatafuta njia za kiulimwengu na kupata dawa, ama anaomba Mungu na Mungu atamponya. Kwa sababu Mungu anatumia dawa zile kumponya, kwa sababu ni Mungu aliyeweka utaratibu huu. Na sheria za sayansi na sheria za hekima na kanuni za kiasili ni Mungu aliyeweka. Kwa hiyo si kwamba tunategemea Mungu atafanya kinyume, ni kwamba Mungu anafanya kazi yake tu kinyume ya vile vitu ambavyo aliweka ndani ya ulimwengu. Kwa hiyo ni muhimu ya kwamba tunatambua kazi yake Mungu katika kila kitu, na tusikimbilie tu katika maelezo ambayo hayapaswi kuwa nimelogwa au nimelaaniwa au shetani yupo amenisababisha hiyo. Fikiri kwanza katika maisha yako na
mambo ya kawaida ya ulimwengu, kwa sababu ni taratibu ambayo Mungu mwenyewe aliweka, na sisi tunaweza kujifunza na kuelewa mambo hayo. Lakini labda siku nyingine tutazungumza zaidi katika jambo hili. Uumbaji wa Mungu anaendelea kuhifadhi, anaendelea kusimamia, yuko kwa wema, anatunza, na japo kuna watu wengi ambao wanasema kuna roho na pepo ambao wanatawala, lakini sivyo. Mungu anatawala, na baadhi ya muda, baadhi ya nyakati Mungu anatumia malaika kufanya kazi yake, anawatuma, lakini hata hivyo Mungu yuko, na ni Mungu anayefanya. Na picha ya Mwanzo sura ya kwanza ni ile ambayo Mungu anahusika moja kwa moja na kuumba na uumbaji wake. Na Mungu aliumba kitu ambacho ni tofauti na yeye. Ni kama fundi anayetengeneza meza. Meza si sehemu ya fundi. Meza ni kitu tofauti, na uumbaji ni kitu tofauti na Mungu. Na uumbaji, ulimwengu, mbingu hauna kama kiungu, si ndani ya Mungu, ni kitu tofauti na yeye. Lakini tukimaliza, nitarudia kama mawazo makuu. Mungu aliumba vitu vyote vya kiroho, vya kimwili, aliumba vyote vyema. Aliumba kwa kunena, aliumba kwa uwezo wake, aliumba kwa utaratibu, na akaweka utaratibu ndani ya ulimwengu, na hekima ndani ya ulimwengu alitia. Lakini tukimaliza kwa kujiuliza swali hili, kwa vile ambavyo Mungu aliumba, anastahili nini? Sisi kwa vile ambavyo ni viumbe, inatubidi kufanya nini kulingana na Mungu? Mungu anastahili kuabudiwa na kutegemewa kwa kila jambo la maisha yetu, kwamba yupo, anatawala, anatunza, na kupitia sisi anaendelea kufanya kazi yake. Kwa Mungu anastahili kuabudiwa. Na sisi tuna wajibu wa kumwabudu. Tuna wajibu wa kumwamini kabisa, na kumtegemea kabisa, na tuna wajibu wa kukubali kuongozwa na yeye. Tusiishi kama Mungu hayupo, na kumfanya kama haoni, na kumfanya kama ni mzee ambaye mambo sasa kwake hashikanishi. Mungu halali, hasinzii, hachoki, yupo kila mahali kwa wakati mmoja. Kwa hiyo tunapaswa tumwabudu, tumwamini, tumtegemee, na kila wakati tumpe utukufu wake, anastahili. Kabisa. Na njia pia ya kuabudu ni kumshukuru, na kutambua utawala wake, lakini pia neema yake, kwa sababu uumbaji ni picha ya neema, kwa sababu Mungu aliwapa watu kuishi. Hawakufanya chochote, hawakustahili, aliwapa kuishi. Na Mungu anahusika na uumbaji wa kila mtu. Zaburi 139 inatoa picha ya kwamba Daudi alikuwa anasema Mungu alikuwa ananishona hata ananitengeneza ndani ya mimba ya mama yangu. Kwa hiyo Mungu anajihusisha moja kwa moja na kila mtu, kuwepo wake, uhai wake, jinsi alivyo. Na kwa hekima yake Mungu na kwa neema yake alituumba jinsi tulivyo. Alitupa kuzaliwa katika family ile, na ametupa kama maisha yetu pia. Kwa hiyo japo wakati mwingine ni ngumu, na wakati mwingine tunaona mambo mabaya katika maisha yetu, na wakati mwingine tunaweza kuangalia mtu mwingine na kutazama uwezo wake, au nafasi yake, na kuwa na wivu. Lakini kimsingi kwa hekima na upendo wake Mungu alikuumba jinsi ulivyo. Na hii si sababu ya kutokujaribu kujiboresha. Tunaitwa
kujizoeza katika utaua, lakini kimsingi tunapaswa kuwa na shukrani na kujaa na shukrani, kwa sababu kila tulicho nacho tulipewa. Kwa hiyo jambo la kuabudu, jambo la kutambua utawala wake na kushukuru. Na Ufunuo wa Yohana sura ya 4 mstari wa 11, umestahili wewe Bwana wetu na Mungu wetu kuupokea utukufu na heshima na uweza, kwa kuwa wewe ndiwe uliyeviumba vitu vyote, na kwa sababu ya mapenzi yako vilikuwako, navyo vikaumbwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen.